kamati ya saa 72 kuhusiana na matukio ambayo yalitokea kwenye dabi ya Kariakoo. Kubwa zaidi ikiwa ni kinukuu pale bao halali kukataliwa. Klabu ya Simba mnatoa tamko gani kuhusiana na hilo bao halali ambalo limekataliwa? Hatuwezi kuichambua taarifa ya kamati ya saa 72 ama taarifa ya bodi ya ligi. Ile ni taarifa, ni maelekezo, ni adhabu. Kinachofuata ni utekelezaji. Kama umeadhibiwa unakwenda kwenye adhabu yako, kama umeonywa unapokea onyo lako, kama hivyo yani. Na kamati ya saa 72 ni kamati ambayo maamuzi yake hayakatiwi rufaa wala hayapingwi. Hata ukifanyaje unakuwa tu unachemsha mawe. Sisi tumeipokea taarifa ile. Ni taarifa yenye pande mbili, inafurahisha na inaumiza, kwa sababu tulitaka baada ya kuthibitishiwa kwamba bao halali, basi kama kanuni ingekuwa inaruhusu basi bao letu lifanye kazi kwenye ule mchezo, lakini haiko hivyo. Sisi tunashukuru wale wote ambao wameadhibiwa, lakini tunaendelea na mapambano. Bahati nzuri hatujatakiwa sisi kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo waliotakiwa kutoa ufafanuzi ndio watatoa ufafanuzi kama kanuni zinawaruhusu. Na pia kuhusiana na nyota wenu Selemani Mwalimu, huko nyuma kina Kante, kina Baka waliwahi kufungiwa mechi 5-5, lakini safari hii kulinganisha na matukio ni kama yale ambayo yaliwahi kutokea kwa hao nyota wengine, inaonekana ni kama kidogo amependelewa hivi kwa adhabu ambayo ameipata. Kila adhabu ina kanuni yake. Kila mtu anaadhibiwa kulingana na kanuni yake. Kwa mimi nadhani tujipe muda tukasome taarifa ya kusimamishwa kwa Soa, taarifa ya kusimamishwa kwa Kante na kanuni gani imenukuliwa, alafu tuje tusome taarifa ya kusimamishwa kwa Selemani Mwalimu, kanuni gani imenukuliwa. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kujua nani amefanya kosa gani. Tusikariri kwamba lazima huyu kafungiwa mechi 5 na huyu kafungiwa. Kwa twendeni tukasome taarifa hizi mbili tujue kwa kina kwa nini Soa mechi 5, kwa nini Kante mechi 5, kwa nini Selemani Mwalimu mechi 3. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwa sababu Mwalimu hajasimamishwa from the blue, amesimamishwa kulingana na kanuni. Kwa tusome kanuni iliyomwadhibu. Baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuhoji kama ni halali ama si halali.